nilikuwa nimeandaa vitu vitano kwamba mambo yanayoweza kufanya wakati mwingine yale uliyoyaomba yasijibiwe. Nilikuwa nimefanya analyzation huko kukupa kama siri ili mwaka huu tuweze kutoboa. Sema mimi. Lakini Roho Mtakatifu akaniambia hapana, Luka 10:25 inatosha kwa siku ya leo, na kwa sababu tumeshaomba, andika kitabu cha Luka sura ile ya 10 na mstari wa 25 hadi ule mstari wa 37, na utafunika Biblia yako, utabaki na diary, na tutakuwa tunaenda kumaliza ibada kwa siku ya leo. Soma Joan, soma Luka 10 mstari wa 25 hadi 37. Biblia inasema, na tazama, mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, ndio, na kwa roho yako yote, ndio, na kwa nguvu zako zote, ndio, na kwa akili zako zote, ndio, na jirani yako kama nafsi yako. ndio. Akamwambia, umejibu vema, fanya hivi nawe utaishi. Ndio. Naye akitaka kujidai haki, alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Ndio. Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko. Mtu mmoja alishuka kutoka Yerusalemu na kuelekea Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi. Huyu mtu aliyekuwa ametoka Yerusalemu kuelekea Yeriko, kwa bahati mbaya akaangukia kwenye mikono ya wanyang'anyi. Mwambie jirani yako, wanyang'anyi. Leo tuna ibada ya kushughulikia wanyang'anyi. Kwa hiyo tutakuwa na ibada fupi. Kanisa hili tunalijua ni kanisa la maombi. Amen. Kwa hiyo leo tuna ibada ya kushughulikia roho za wanyang'anyi. Amen. 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 Lakini kichwa cha somo, wewe ambaye unadai, andika, unahitaji mtu wa kukusaidia au kukuhurumia. Unahitaji mtu wa kukuhurumia. Unahitaji mtu wa kukuhurumia. Kwa mwaka huu 2026, tamani sana Mungu akupe mtu wa kukuhurumia. Endelea kusoma. Biblia inasema, Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko. Mtu mmoja alishuka Yerusalemu kuelekea Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi. Wakamvua nguo. Cha kwanza wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao. Halafu walipomaliza kazi yao wakaondoka zao, wakimwacha karibu ya kufa. Ndio. Wanasiku kwani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando. Na Mlawi vivyo hivyo, alipofika pale akamwona akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimuhurumia. Alifanyaje? Alimuhurumia. Alifanyaje? Alimuhurumia. Alifanyaje? Alimuhurumia. Funika Biblia toka tumemaliza ibada kwa siku yako ya leo. Sema amina. Kama baki na diary tu, utakuwa andika. Kama itashuka basi itakuwa ni Roho Mtakatifu, lakini mimi sitaki nikuchoshe, ila nataka sana leo tuombe. Amen. Katika mipango yote inayoendelea, muombe Mungu akusaidie mwaka huu, kwamba akupe mtu wa kukuhurumia.
mwezi wa pili, tuna safari kuelekea mwezi wa tatu. Tuna safari ya kutoka mwezi wa tatu kuelekea mwezi wa nne. Tuna safari ya mwezi wa nne kwenda wa tano na wa sita. Tuna safari ya kuelekea wa saba, wa nane na wa tisa. Tuna safari ya 10, 11 mpaka Desemba. Unahitaji uwe na mtu wa kukuhurumia. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanaonyesha huyu ni mtu mmoja, na Bible haijataja jina lake ni nani. Na huyu mtu mmoja alikuwa anatoka Jerusalemu anaelekea Yeriko. Yeriko ni mji ambao ulikuwa umejaa mitende sana. Ni mji ambao ni wa kibiashara. Ninaweza nikasema Yeriko ni sawa na mji wa Dar es Salaam. Yeriko ni sawa na mji wa Arusha. Yeriko ni sawa na mji wa Mbeya. Yeriko ni sawa na mji wa Dodoma. Hii ni miji mikubwa ya kibiashara Tanzania. Huyu mtu hajui hili wala lile, anatoka Jerusalem, anaingia kwenye soko la kibiashara. Maandiko yanasema alipokuwa akitembea akitoka Jerusalem akielekea Yeriko, ghafla anaingia kwenye mikono ya wanyang'anyi. Ninaomba asubuhi ya leo niseme na wewe maneno machache. Tofautisha wezi, utofautishe na mnyang'anyi. Mwizi anaweza kachukua kitu pasipo wewe kujua. Mwizi huwa anamlia mtu timing. Mwizi anaingia kwa uficho sana, na anaweza kaondoka kwa uficho sana. Wamama walio wengi mmeibiwa kwenye mikoba yenu Kariakoo, sema amina. Simaanishi kuibiwa kwako nimefurahia, hapana, ila ninamaanisha kuna siku mkoba wako ulichanwa, halafu ulipoangalia mkoba wako ukakuta wallet au pochi yako imeachia na simu yako imeibiwa. Wangapi wananielewa asubuhi ya leo? Wanyoshe mkono yao. Mwizi huwa anakulia timing, lakini mnyang'anyi anakupiga roba ya mbao, sema amina. Ninashuhudiwa kuna watu hapa mjini wameshawahi kupigwa mbao. Wangapi wamewahi kukutana na kishando, sema amina. Kishando wanaweza kukwapua hali unaona. Mnyang'anyi akija anaweza kukaba. Unapopigwa roba mwingine anasema kwenye mikono. Mnyang'anyi hasubiri ufumbe macho. Mnyang'anyi hana muda. Bible yangu inaniambia mtu akaingia kwenye mikono ya wanyang'anyi. Mara ghafla mnyang'anyi walipomzingira, Bible yangu inaniambia wakamvua nguo, lakini pia wakamtia majeraha. Kwa kuwa alikuwa anaingia kwenye mji wa kibiashara, walimnyang'anya chochote alichokuwa nacho, akabakiwa hana kitu. Lakini ninashuhudiwa huyu mtu aliyekuwa anashuka alijitetea, alipambana nao, na katika hili ya kupambana nao, na ndio maana alijeruhiwa. Maana yake kuna ubabe ulifanyika, maana yake na yeye alionyesha umwamba. Lakini kwa sababu wanyang'anyi walikuwa wengi, waliweza kudhuru afya yake, akawa yuko kwenye hali ya kufa. Walipomaliza shughuli yake, wakamwacha akiwa kwenye hali mbaya. Bible yangu inaniambia akapita pale kuhani. Kuhani ni mtu wa madhabahuni. Kuhani ni mtu yeyote anayetaja habari njema. Lakini huyu kuhani hakumsaidia kwa sababu ndani yake hakuwa na moyo wa huruma, sema amina. Huyu hakumsaidia kwa sababu hakuwa na roho ya usamaria. Bible yangu inaniambia akapita mtu wa pili, na huyu mtu anaitwa Mlawi. Ni wale pepo na mfuniko wanafanya kazi madhabahuni, lakini hata Mlawi hakuweza kumsaidia, sema amina. Akatokea mtu mmoja. Huyu mtu mmoja sio madhabahuni. Huyu mmoja wala yeye sio kuhani wala Mlawi. Alipofika pale,
Bwana akamhurumia. Mwambie jirani yako akamhurumia. Unahitaji mtu akukuhurumia mwaka huu 2026. Halo, wangapi wananielewa ninachokiongea? Wangapi wamekuja na mikono yao? Wampige Yesu makofi. Ni kitu gani kilichomsaidia huyu mtu aliyekuwa anatoka Yerusalemu anaelekea Yeriko? Kuna vitu vilimsaidia. Vitu vilivyomsaidia vimeainishwa na ni vitu ambavyo Yesu alimwambia yule tajiri. Kamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na roho yako yote. Huyu Msamaria hivi vitu alikuwa navyo, hata kama hakuwa madhabahuni, hata kama hakuwa ni Mlawi, lakini Msamaria aliyeweza kumhurumia alikuwa anampenda Bwana Mungu wake kwa moyo wake wote, lakini pia na roho yake yote. Alikuwa anampenda Mungu kwa nguvu zake zote na kwa akili zake zote alikuwa anampenda. Na huyu Msamaria alikuwa anajua kumpenda jirani yake kama nafsi yake. Walikuja na mikono yao. Ninaomba nikwambie, unajua kuna watu ambao hawajaokoka ila wanampenda Mungu kwa akili zao zote. Kuna watu ambao hawamjui Mungu lakini wanamfanyia ibada vizuri sana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa zile imani zao wenyewe. Msikitini hawaingii, kanisani hawaingii, lakini wanamfanyia Mungu ibada. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kusema nini asubuhi ya leo na wewe? Tamani sana kwenye maisha yako uwe na mtu anayeweza kukusaidia au kukuhurumia. Na tunamshukuru Mungu, baada ya dunia hii kuwa kwenye udhalimu, Mungu alimtuma Yesu. Ndiyo mtu pekee tuliopewa kutusaidia, ndiyo mtu pekee aliyetupatia wa kutukumbuka. Huyu Yesu ndiye ambaye tulipewa kutusaidia. Ninasikia hii imeshuka. Wafilipi 2:9 inasema, maana Mungu alimwadhimisha, Mungu akamkirimia Kristo Yesu jina lipitalo majina yote. Mbinguni wanapiga saruti, duniani wanapiga saruti, na chini ya nchi wanapiga saruti, na kila ulimi ukiri Kristo kwamba ndiye Bwana. Amen. Huyu ni mtu sahihi tuliopewa na Baba wa mbinguni ambaye ni Yesu Kristo. Haleluya. Nataka kwenda kumaliza ibada. Bible yangu inaniambia Msamaria akambeba, akamvalisha nguo zake, akamweka juu ya punda wake, akampeleka kwenye nyumba ya kutoa huduma. Maana yake kulala na kule na kule, na halafu akalipa zile gharama. Ninatamani mwaka huu katika jina la Yesu upate mtu anayeweza kukuhurumia, ambaye kikuona anaweza kulipa gharama zako. Mwambie jirani yako, hii sio afya yako. Umekosa mtu kukulipia gharama. Hakuna mwanamke mzuri mbaya, wote ni wazuri, ila shida ni hawana mtu wa kumpatia gharama. Yaani Mungu ni waajabu sana. Hakuna mwanamke hata mmoja mbaya. Wababa mlioko kwenye ndoa sema amini. Wewe usiwe bahili kumpelekea makeup na introvert, sema amini. Halafu asiwe na suka tu, nywele za konde kilioni, mpeleke na goga za Kimasai uone. Mtaani watavurugwa. Wamekosa mtu wa kubeba baraka yako. Ninataka kusema nini mchana leo? Ninasema huko hivyo ulivyo, nywele zako za kilioni haupendezi. Mume wako yuko katikati ya wanyang'anyi, na ndio maana hela zinazotolewa zitoshi. Maya saka poshika. Wangapo nanielewa? Niseme nisiseme? Wapo vijana wanatamani
kanisani wanatamani kuolewa leo mpaka kesho, na ulishawahi kuchumbiwa na HP handsome boy mara 2 mara 3. Wakati mwingine umeona kijijini kwenu hawaeleweki, umeingia Dar es Salaam na Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo amekuleta Church of God Vingunguti. Nakwambia hivi, waambie wengine watoroke waje. Leo nina ibada ya kuondoa kila roho ya mnyang'anyi aliyekunyang'anya mchumba wako. Roma ya sakapo. Ogopa nielewa nachokiongea. Ungeachia kiti kama unanielewa vizuri. Nina ibada ya kupambana na kila aliye na roho ya unyang'anyi. Sitaki mchana wale uvuliwe nguo. Sitaki mchana wale utiwe vidonda. Sihitaji mwaka huu ukalie manusura kufa. Natamani leo Mungu akuungamanishe na mtu anayeweza kukupepa, na mtu anayeweza kukuhurumia, na mtu anayeweza kukupatia soda. Hakuna kitu kizuri kama kupewa ufa. Hakuna kitu kizuri jamani kama kupewa nini? Wenyewe ni mashahidi, mnajua. Siku zote nyumbani tunakula ubwabwa na nyama, si ndio? Na pilau. Ukose wa sherehe uone shughuli yake. Ndio utajua kwamba ubwabwa wa kupewa una roho yake. Unapita tunasali namna hii. Hii nzuri. Ila sasa wale wako ukose. Yaani bwana harusi utasema ile tai kafunga vibaya na wakati imekaa sawa. Anasema sabuni gani niingia bibi harusi? Yaani hata ile makeup amekaandika tu wala haijamkaa. Kumbe maskini ya Mungu ni kwa sababu umepishana na sahani nani? Wangapi wamekuja na mikono yao? Mwaka jana ulipanga mipango yako vizuri. Ukasema mwakani ninataka kuanza biashara na mtaji wa shilingi kadhaa. Lakini the last of the end, mtaji wako wote umeishia kwenye kausha damu. Na leo ukimwona hata mwenyekiti wa Kikoba unatamani ule chocho. Kwa nini? Mtaji wako ulikutana na mnyang'anyi. Wangapi leo wanasema tumshughulikie mnyang'anyi? Nimekwambia leo tu nimekuja. Sina kazi nyingine kubwa ya kukuchosha, ila nataka tumhudumie mnyang'anyi.